Mfumo huu ni mfumo ambao umebuniwa na Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma, lengo likiwa ni kuwafikia wananchi kwa ukaribu. Mtakumbuka kwamba katika serikali tumekuwa na madawati ya malalamiko ambayo kimsingi madawati yale yamekuwa na mfumo ambao kidogo umepitwa na wakati, kwa sababu hauendani na mfumo wa sasa wa maisha ya leo ya kidijitali. Kwa hiyo serikali imeamua kuanzisha mfumo huu wa e-mrejesho ili kuweza kuweka karibu zaidi wananchi na serikali yao. Mtakumbuka kwamba watumishi wa umma tulikuwa tukilalamikiwa, hatusikilizi, hatutatui kero za wananchi, jambo ambalo limekuwa likiongeza kasi ya wananchi kujenga chuki dhidi ya serikali. Sasa mfumo huu umekuja kuwa kama mwarobaini, kwa sababu mwananchi anaweza akaifikia serikali kwa njia mbalimbali kulingana na nafasi yake. Anaweza akapiga simu, anaweza akatumia tovuti, na anaweza akafika ana kwa ana pia akiona kwamba kuna umuhimu wa kufanya jambo hilo. Baada ya kupata mafunzo haya, utaenda kucheza nafasi gani? Na serikali za mitaa, halmashauri na watendakazi wake wote ni kimbilio la wananchi, ni tumaini la wananchi. Serikali ilipo decentralize madaraka, majukumu, iliona sisi tutakuwa tuko karibu zaidi na wananchi, na tukiwa karibu na wananchi, sisi ni nguzo kuu inayoshikilia mhimili wa serikali kuu katika kutekeleza na kutoa huduma, lakini kukimbiza maendeleo ya nchi yetu. Na katika hilo tunatazamiwa, ndio maana tunaelekezwa kila siku kutatua kero za wananchi. Na kero hizi, kila kero inayotajwa pembeni yake kutakuwa na mkuu wa idara anayehusika. Hakuna kero itakayotajwa kwenye maeneo ya wilaya halafu asiwepo mwenye idara anayehusika. Mpaka serikali ikatengeneza wakuu wa idara na vitengo, iliona kwamba hapa tuweke msomi huyu, tuweke mtaalamu huyu aliyebobea katika mambo haya, aliye na ujuzi, aliye na weledi, kwamba akiwepo huyu kwenye halmashauri hii anaweza kumaliza changamoto na kero za wananchi, na hivyo wananchi kuendelea kuwa na imani na serikali, bila kuwa mstari wa mbele katika kumuunga mkono Mheshimiwa Rais ambaye ndiye mkuu wa serikali. Na kwa msingi huo, mafunzo haya kuyapata kila aliye mkuu na kitengo ama mkuu na vitengo na walio chini yake, ninawapongeza kwa sababu mnakwenda kuwa sehemu ya timu moja itakayokamilisha seti nzima ya halmashauri, kwa maana ya mamlaka za serikali za mitaa, kuwa nguzo na mhimili wa kutatua kero za wananchi na kumaliza zilizo ndani ya uwezo wao. Tuna idara ambazo hauwezi kuisha mwaka hajaanzisha kero, zipo. Halafu tuna idara ambazo kazi yake ni kushughulikia kero ambazo zimeanzishwa na wengine. Halafu anayeanzisha hatumii nguvu kubwa kuanzisha kero ama kuanzisha mgogoro ama kuanzisha changamoto. Anayekuja kutatua anatumia nguvu kubwa, akili nyingi na muda mwingi kuimaliza. Kwa ni vizuri hapa kila mmoja aone namna ya kuepuka kuanzisha kero. Na kwa mantiki hiyo basi, sehemu yetu ya 4 ni masuala ya vijana, ambapo naye akifungua kwenye mfumo itamuonyesha pale sehemu anaweza kuweka lalamiko, ushauri, pongezi, maulizo au taarifa. Kwa hizo ni sehemu ambazo vijana anaweza kuzitoa mirejesho yake na kuweza kupatiwa ufumbuzi moja kwa moja. Sasa kwa mfano, kijana kuchagua maulizo, anataka kuuliza kitu kwa sekta binafsi, kwa taasisi husika. Sehemu ambayo atachagua maulizo, atarudi pale kuweka taarifa binafsi bila kujulikana,
au akaunti ya hii mrejesho. Na hapo ndipo ambapo watumishi wengi wa umma hatuelewi. Muda wa kufika kazini sio saa 1:30. Saa 1:30 ni muda wa kuanza kuwahudumia wateja kwenye ofisi za umma. Kabla ya kufanya marejeo, unakagua kwanza ofisi, pahala pako pa kazi pako safi, pako sawa, unafanya usafi, unarekebisha ofisi yako au eneo lako unalofanyia kazi linakaa katika hali ya nini? Ya usafi na usawa mzuri. Unapanga nyenzo zako na vitendea kazi vyako, unajipanga sasa kuangalia jana uliacha nini ambacho ulikuwa hujakamilisha. Sasa siku inapoanza, kabla ya kuanza kuhudumia watu saa 1:30, unajipanga sasa, jana nililaza kiporo hiki unakiatendi vipi? Wakati huo huo una mpango kazi wa siku inayofuata au siku hiyo ambayo sasa ndo umefika kazini.